tukifunga tutafungua, tutafungua hawataweza kufunga. Haleluya, glory. Kwa nini nimewaomba waandishi wa habari kuongea na ninyi leo? Mimi kama nabii ninajua nafasi yangu kwa taifa hili. Na ninajua kwa nini Mungu amenifanya nizaliwe Tanzania. Na ninyi kama waandishi wa habari na magazeti na vyombo vya redio, ninajua kabisa ni watu wa muhimu sana kuelimisha jamii kuhusu mustakabali wa taifa. Taifa la Tanzania linakokwenda na lilikotoka ni tofauti sana. Mwanzo hatukuwepo na udini, lakini leo udini umeanza kunyemelea taifa. Udini, kitu ambacho tukiongea kama Watanzania tutabaki kwa Watanzania, lakini tukishaingiza udini, tunajua namna ambavyo tumefuatilia matatizo ya wenzetu wa Zanzibar, namna ya uchomaji wa makanisa, lakini mwisho unakuta kama kuna watu walikuwa wamejificha. Kwa mtu anajifichia kwenye dini ili kufanya uharibifu mkubwa, akijua kwamba mpango ni kuwa mwanasiasa, lakini na kuweje mwanasiasa anatafuta kanisa au msikiti ili yawe miliki. Kwa hiyo kwa nje ni kiongozi wa dini, kwa ndani mwanasiasa. Vitu ambavyo kwa taifa kama la Tanzania kama ni mgonjwa basi yuko ICU, yuko mahututi kweli kweli. Kwa hiyo ninafahamu kabisa umuhimu wa watumishi wa Mungu kwenye taifa ambalo ni taifa linalomilikiwa na kutawaliwa kwa kanuni. Ninafahamu kabisa nafasi ya watumishi wa Mungu, lakini inawezekana nafasi hii ninaifahamu mimi pekee yangu nabii kama nabii. Tukirudi upande wa serikali, kila kukicha linaibuka jambo ambalo masikio ya Tanzania yanawasha. Kila kukicha. Leo hii tarehe 26 mwezi wa 6, nafikiri madaktari wana siku ya pili wanagoma. Hapa kuna vitu viwili ambavyo mimi naviona kwamba vimekosekana. Cha kwanza ni nafasi ya serikali kwa watumishi wa serikali, lakini cha pili kikubwa pia ni nafasi za watumishi wa Mungu kwa Wakristo au kwa wananchi. Sababu kama serikali ina nafasi kwa waajiri wake, maana hata watumishi wa Mungu watakuwa wana nafasi kwa jamii. Na kuna vitu pia najaribu kuviangalia kidogo vinanipa shida. Najaribu kuangalia taifa linalokwenda. Kuna elements za umwagaji wa damu kabisa. Sababu kila mmoja ukikaa naye anajaribu kukwambia kile anachoona yeye na ndicho kinachofaa. Ndugu zetu wa Kenya walifikeje pale mpaka leo kuna viongozi wa serikali wako mahakama ya kimataifa, si ndio? Walifikeje pale? Ni kwamba waliruhusu masikio yao kusikia habari za nje, wakasahau kwamba wao ni wa Kenya. Wakaruhusu macho yao kuona habari za Kongo, wakasahau kwamba wao ni wa Kenya. Kwa hiyo wakalazimika kusikia kama Wakongo walivyosikia, wakaona kama Wakongo walivyoona. Mwisho wake wakaingia kwenye mauaji makubwa sana. Na taifa hili linaona ndiko linakoelekea, kwamba Tanzania mwisho wetu ni nini? Hatima ya Tanzania, ya taifa letu ni nini? Nikuta kwamba kama Wakenya waliona kama walivyoona Wakongo wakafikia hatua ya kuchinjana, Watanzania tukiona kama walivyoona Wakenya, tutafika kama walivyofika Wakenya. Hii lazima tujue kwamba Wakenya kuna mahali waliona wakatamani kufanya kama walivyofanya Wakongo, wakaishia kuchinjana kama walivyochinjana Wakongo. Na Watanzania tunaanza kuonaona kama Wakenya walivyoona, bila kujifunza hatima yao sasa hivi ikoje. Bila kujifunza. Tungejifunza kwamba
waliona nini na wamekumbwa na nini, tungejifunza katika yale ambayo walijiingiza wao kama wanasiasa, lakini kumbe ilikuwa ni kikundi cha mauaji Lakini Watanzania tukiona kama Watanzania, tutasema kama Watanzania. Watanzania tukisikia kama Watanzania, tutasema kama Watanzania. Mimi naamini kabisa serikali ya Tanzania ni sikivu. Ushauri wangu kwa serikali katika hili ni kuishauri serikali ifike mahala ifanye kazi na watumishi wa Mungu. Serikali sikivu. Hata kusoma Biblia, serikali ya Israeli ilikuwa na utawala imara baada ya kuwakubali watumishi wa Mungu Israeli. Sio hivi tu. Serikali imara ni hivi. Serikali imara ni ile ambayo inatambua watumishi wa Mungu kwenye mkoa wake. Leo tunazungumziaje kuhusu mkoa wa Mbeya pamoja na watumishi wa Mbeya, wa Mungu wa Mbeya? Tunazungumziaje? Kuna kipindi nilisema kwamba watu leo wanasema Mbeya kuna makanisa mengi sana, si ndio? Lakini kuwa na makanisa mengi, waandishi wa habari, hatujawahi kutoa misikiti Mbeya. Unaona? Kuwa na makanisa mengi, hatujawahi msikiti. Lakini Zanzibar kuwa na misikiti mengi, wamechoma makanisa ya kutosha. Unaona kwamba kumbe pana utofauti mkubwa. Inawezekana wakati sisi tunazungumza kama Watanzania, wengine tunazungumza kama Wazanzibari. Hiki ndicho shida. Hapa ndipo tunapokuwa shida. Kwa hiyo serikali ikikubali kufanya kazi na watumishi wa Mungu, kupata ushauri kwa watumishi wa Mungu, mimi naamini kabisa tunaposema mtumishi wa Mungu Nabii Mpanji Mungu anamtumia, vipofu wanaona, maana yake hata kwa serikali mtumishi huyo ana msaada. Kuna kitu ambacho serikali inaweza ikashindwa, nabii kupitia ile neema ambayo Mungu amempa akatamka ikafanyika. Lakini leo watumishi wa Mungu tunafanyika kama ziada tu. Tunatumika kwenye kampeni tu kwamba waelimisheni watu kwenye sensa. Na mimi kweli hata juzi nimezungumza kwamba inabidi lazima tuende wananchi wakahesabiwe, kwa sababu tunapohesabiwa ni sehemu ya kuisaidia serikali kutafuta namna ya kuleta miundombinu mahali. Kama Mbeya tulikuwa milioni 3 mwaka jana, leo tuko 5, wataongeza. Zinaona? Kwa hiyo kumbe sensa ni muhimu. Lakini akina nani leo wanatumika kuhamasisha wananchi? Na watumishi wa Mungu ambao tuna watu, lakini tumefanywa kama ziada. Tumefanya kama ziada kabisa kabisa. Kwa hiyo taifa na maendeleo, ni kweli tumeendelea. Anayeweza kusema kwamba Tanzania hatuendelea sijui ni nani? Sababu nikikumbuka toka tumepata uhuru mpaka leo tulipo, tumeendelea sana. Ila tunahitaji kuwa zaidi hapa tulipo. Lakini ili kufika kama walivyofika wa China, lazima tuangalie wa China walifikiaje pale. Watu ambao walikuwa takwimu moja na sisi kwenye orodha nini ya nchi maskini, wenzetu wamekweje leo kuwa ni nchi tajiri? Ni kwamba nao pia walikaa chini wakaangalia wapi tumekosea. Ukigundua ulipokosea, unaweza kurekebisha ulipokosea na ukafanya mambo ya ajabu, na hata yule aliyekuona jana ufai akakuona kesho ni msaada kwake. Kwa hiyo wenzetu walikaa chini wakaangalia kama tuko wengi namna hii tufanye nini, wakasomesha. Sasa leo hii wamegoma madaktari, kesho watagoma wakulima pale Mbozi, watagoma wakulima pale Chunya, hawatalima mahindi, watagoma walimu. Na hatari kubwa zaidi, wakija kugoma mapolisi, sababu tuko hivi tulivyo kwa sababu ya amani ya ulinzi na usalama. Lakini watakapokuja kugoma vyombo ambao vinaona kwamba mbona kila idara sasa hivi mfumo ni kugoma, hakuna njia nyingine za kupeleka hoja ya serikalini. Yaani hakuna mimi naamini kabisa ni madaktari, ni wasomi wale juu sana, si ndio? Hivi hakuna njia nyingine za kupeleka hoja serikalini mpaka wagome, maelfu ya Watanzania wafe. Mimi nimekuwa nikipata shida sana kwamba hivi hawa ni Watanzania au nyuma yao kuna kitu kingine? Maana unakuta sasa kwamba jambo hili sio swala la madaktari, ni swala la siasa, kwamba hawana viongozi wa kuwakilisha, sio wizara, sio wizara ya afya. Sasa kwa nini leo wanaathirika watu wengine? Sababu wanaathirika leo ni mtu ambaye hana pesa ya kwenda private, anahitaji kwenda kupata huduma za serikali, na aliyegoma na serikali tutapata wapi huduma? Lakini mtu mwingine mwenye kipato cha kutosha atakwenda private kwenda kuhudumiwa.
au ni mfumo wa madaktari kutaka hospitali za private zifanye kazi? Mimi napata shida sana. Lakini mimi ningeomba madaktari, ningeomba madaktari kabisa watuhurumie Watanzania wenye kipato cha chini. Anayeathirika hapa sio waziri mkuu. Anayeathirika hapa sio waziri wa afya, no. Anayeathirika hapa ni mimi na wewe, wananchi wa chini kabisa. Unajua, ukiangalia mfumo wa Tanzania sasa hivi, aliye chini ndio amebebeshwa gunia kilo 200 za misumari. Aliye chini kabisa, mikataba mibovu yote na mhusu wa chini. Kukiathirika juu, chini unakuta mahali fulani pamesumbua, wizara fulani imesumbua. Tumekuta, mimi najiuliza kitu kimoja cha ajabu sana, kwamba mtu unamkuta unaambiwa wizara fulani imekumbwa na kashfa ya ufisadi wa hali ya juu sana, imeingia vitu vya mikataba mibovu kupita kawaida. Sasa swali unajiuliza kitu kimoja, kwamba huyu aliyekuwa anaingia mkataba huu hivi ni Mtanzania? Na alikuwa na lengo gani na Watanzania? Na hakuna waziri yote ambaye yuko juu ya sheria. Sheria zipo zinaweza kumpeleka mtu mahakamani na kumwajibisha, kusikia kwamba fulani kwa kosa alilofanya amehukumiwa na amefilisiwa, fedha zimerudi mikononi kwenye mfuko wa serikali. Tunapozungumzia budget ya serikali, imesoma, imepata baraka kutoka kwa nani? Hatujaona kama kuna watumishi wa Mungu wamekwenda pale kuitwa kwamba hebu njoni muombe budget ya Tanzania. Maana tunapozungumzia kwamba mtumishi fulani pale Dar es Salaam ametumwa na Mungu kwa ajili ya mji wa Dar es Salaam, basi tunajua watu wa Dar es Salaam wanapata neema kwa ajili ya yule mtu. Serikali ilioni hili kwamba imefika wakati wa kuandaa budget, na budget yote pia inahitaji ulinzi, kama hivi tunavyokuwa na field force, tunavyokuwa na sio, tunahitaji pia ulinzi wa rohoni kulinda uchumi wetu. Akina nani wanahusika kulinda uchumi wa Tanzania? Kama Mungu yupo ndani ya watu wa Tanzania na Mungu anafanya kazi kwa Watanzania, serikali kwa nini haifanye kazi na watu ambao imefika mahala ni watumishi wa Mungu? Kwa kuwa serikali yetu na katiba yetu inaruhusu kwamba Tanzania sisi hatuna dini. Ndio. Labda hiyo inaweza kawa ni kesi kubwa ya kwamba hata mambo wanayoyafanya washirikishe watumishi. Kwa hiyo sawa, kwamba na nukuu kwako, Tanzania hatuna katiba, hatuna dini. Na asiye na dini nani? Tunaita mpagani. Tunasema mpagani. Asiye na dini? Mpagani. Kwa hiyo unaona serikali ya Tanzania ni wapagani. Serikali yenyewe kwanza ni mpagani. Kwa mujibu wa katiba. Yaani kwa mujibu wa katiba. Wewe umenukuu katiba. Lakini umesema vizuri sana kwamba serikali haina, ila watu wana dini. Sasa kama serikali haina dini, budget ya serikali inamilikiwa na nani? Na kama serikali kama haina dini, maana yake ni wapagani. Serikali ya Tanzania, na mpagani yeyote ni adui wa Mungu. Au kuna mpagani rafiki wa Mungu? Kwa hiyo mpagani yeyote ni adui wa nani? Kwa hiyo unaniambia serikali ya Tanzania ni adui wa Mungu wa mbinguni? Kwamba kutokana na mgomo huu wa madaktari ambao umeingia siku ya pili. Ndio. Na mara ya kwanza takriban miezi mitatu iliyopita wale waligoma. Kisha siku ile wakakaa na uongozi wa Wizara ya Afya na viongozi wa serikali kwa Waziri Pinda wakakubaliana baadhi ya vitu. Kwamba baada ya matatizo yote haya sisi tutamalizia. Unaona? Sasa ni miezi mitatu imepita, matatizo haya hayajamaliziwa, ndio chanzo cha wao tena kuweza kugoma. Kwa hiyo inaonekana serikali ilipuuza au niseme iliweza kuingia mikataba hewa na madaktari, kwamba kwa kufariji tu kama watoto wadogo, kama nyamaza kulia na kununulia pipi, lakini mwisho wa siku hata hiyo pipi mtu asinunuliwe. Kwa hiyo madaktari wameamua tena kugoma. Kwanza mimi labda nielewe tu kwamba mimi sio msemaji wa serikali. Mimi ni kiongozi mkuu wa kanisa la GMCL. Kwa hiyo ninazungumza hapa kwa sababu ninajua wanaoteseka ni wananchi ambao wako makanisani, wamo misikitini. Sema lake kuzungumza kwamba kosa ipo serikalini au lipo kwa madaktari ni ngumu kuzungumza, kwa sababu sijajua makubaliano yao. Tulisikia tu kwenye vyombo vya habari kwamba mgomo umekwisha, lakini kumbe walikuwa wanaangalia utekelezaji.
Maana walikuwa wameweka makubaliano, maagano. Unajua maagano ni makubaliano ya watu wawili. Mmoja akivunja masharti, mwingine anafanya chochote. Kwamba kwa sababu wewe bwana uliniahidi kunipa 700 ili mimi nisifanye kitu hiki na hujanipa, sasa mimi nafanya kile ambacho nataka nifanye. Naona? Sasa wao madaktari na serikali waliingia mkataba. Maana waliingia maagano. Wao. Sasa kama wao waliingia mkataba na serikali, wao inatakiwa warudi kwenye serikali. Unaposema na swali langu liko pale. Unaposema leo kwamba unagoma kwa ajili ya rufaa, Meta kina mama wanadhaa leo. Ni kina mama wangapi wanakufa leo? Kwa ajili ya mtu kutaka milioni 2. Hivi milioni 2 na uhai wa mtu inafanana? Unaona? Ndio maana hivi hawana chombo cha kusemea ili chombo hicho kiende wizarani. Si wizara ipo. Kwa mimi nazungumza kama Mtanzania ambaye ni Mtanzania mwingine pia anaweza kuzungumza vile vile. Kwamba tunaishaurije serikali? Tunaamini kabisa serikali ni sikivu sana. Na kusema kwamba kosa liko wapi sio jukumu langu. Ila ninachojua ni kwamba madaktari wapo kwa ajili ya Watanzania. Haya mambo yanazungumzika. Yes. Wako wakina mama wakati huo wanatakiwa operation. Leo madaktari wamegoma. Ni Watanzania wangapi hivi aliyejitoa mwanga kule Misri? Tuzungumzie lugha hii nyepesi. Aliyejitoa mwanga Misri. Sio? Yes. Na aliyegoma wakafa wa Tanzania 17 Tanzania jana na leo. Hawafanani. Nimesoma kwamba Kenya wamelipua. Si ndio? Na mtu mmoja amekufa pale Kenya. Si ndio magaidi hao. Sasa wewe niambie, kwa nini madaktari wafike kwenye hatua hii? Ni akina mama wangapi wanatakiwa kufanya operation ya fibroid? Uvimbe. Ni akina mama wangapi wanataka operation? Ni vijana wangapi wanataka kutibiwa? Watanzania, nasema tuzungumze kama Watanzania. Tusizungumze kama Wakongo, yatatukuta kama yalokuta Kongo. Tusizungumze kama Wakenya. Watanzania, tuzungumze kama Watanzania. Tubaki na Watanzania wetu. Tusizungumze kama wa Misri. Angalia nao kuta leo Misri. Tuangalie, nimekwambia hivi. Leo tunazungumzia madaktari. Kwa sababu wakulima hawajagoma. Hata wakulima wakigoma madaktari watalalamika. Soko watakuwa na fedha, hawana chakula jamani. Mkulima sema mimi nagoma kwa sababu mbolea haifiki wakati. Tunagoma kulima. Ili uwe daktari lazima kesho uende ukale ugali, uende kantini ukale, uende hotelini ukale. Wagome hao wafugaji. Kwamba sisi ni wakulima wa ng'ombe pale Chunya, wakulima wa ng'ombe pale Sumbanga, tugome leo kupeleka ng'ombe machinjioni. Tunagoma. Si mfumo sasa hivi wa kugoma. Wa kushinikiza serikali. Kwani nchi zingine zilianzeje? Kwa yako mambo mengine msema tuzungumze kama Watanzania. Tusiangalie tu maslahi ya daktari, tuangalie pia na maslahi ya Watanzania. Mimi ninachoshangaa kitu kimoja. Wako Watanzania wengine kuishi kwa shilingi 5,000 wana uwezo sana. Na wako Watanzania wengine kuishi kwa siku 3 milioni 4, milioni 5 ni kawaida. Sasa mimi sijajua kwamba wanaishi katika nchi ipi. Yaani mwanafunzi leo wewe ukitaka kuongezewa pesa ile ya siku ile hapa Feed Force wanakuja na mabomu. Na waandishi wa wali mnakwenda kuchukua wali. Wamepigwa wanafunzi fulani, walikuwa wanataka tu wali na nyama. Siku hiyo na mabomu watapigwa. Hao ni Tanzania. Na ni wasomi ambao kesho wewe mawaziri unawatesa leo. Hatuwatengenezea hawa mfumo mzuri wa kusoma ili kesho waje kusaidie. Unaona? Wali nyama ajala anachukua petroli. Sasa ukiangalia petroli 3,000. Wali nyama 1,500. Mimi napata majibu swali kwamba jamani turudi kwa Tanzania. Narudi pale pale. Turudi kuwa Watanzania. Kuna mahali tunakwenda. Lakini kiongozi hapa hapo ndio ukichukulia kwa hapa hapo juu.
katika hiyo swala zima la wanafunzi kwamba anataka wali nyama shilingi 1500 alafu ananunua petroli shilingi 3000 ili achome au aweke mbalia matairi barabarani aandamane. Kwa mfano mdogo mimi hapa kutoka kidato cha 4 hadi cha kwanza hadi cha 4 nimesoma boarding Kabweni. Kwa hiyo ile imekuwa na ratiba kwa mfano. Labda Jumanne na Jumatano labda siku ya wali au Ijumaa na Jumamosi siku ya wali. Ndio ninavyofahamu hata mzazi ananifahamu. Siku nyingine zote tunakula ugali, kabeji, ugali na ile maharage. Hata napofika ile siku ambayo nitajia mimi ni wali nyama, sijala na mzazi wangu mimi ametoa pesa. Sawa sawa. Kiupande wangu na matatizo. Ndio hapo nakuja. Lakini nikurudishe nyuma kabisa katika swala ambalo umezungumza kwamba imefikia hatua serikali sasa iwashirikishe watumishi wa Mungu, washirikishe watumishi wa Mungu katika mambo mbalimbali, katika kutatua migogoro mbalimbali, kutoa mawazo mbalimbali. Yes. Lakini pia na kwa upeo wangu mdogo au kwa ushahidi nionao kwamba serikali bado inashirikiana nyinyi vizuri tu. Kwa mfano mdogo. Ndio. Kwamba inapotokea majanga yoyote. Basi viongozi wa dini zote mbili huwa wanakuwepo pale. Kuzungumzia hata labda kabla hotuba fulani ba kiongozi. Unaona? Tumeshuhudia hata juzi ile pale ulipokuwa na washo mwingi kitaifa. Sawa. Atakuwa wa Kiislamu, atakuja wa Kikristo. Hivyo hata katika vyombo vyetu vya habari mfano labda TV ya Taifa TBC, ile alfajiri ataanza kwa inueni mioyo, atakuja tena swala ya Uislamu. Hivyo wanafungua na wanafunga. Kwa hiyo sasa bado inashirikiana na watumishi. Mimi sasa ushirikiano gani ambao unataka ufanye zaidi ya huo ambao ni kushirikisha kitu kimoja. Nabii Mpanje mimi sio mtumishi wa majanga. Lakini sasa nimekuja jana hapo kwanza. Kwa sababu mvua haijanyesha Mbeya kwa mfano. Huo unaita wanalia wa viongozi wa dini. Jamani sasa tunakukaa hebu ombeni basi kidogo. Au labda kuna machafuko yametokea. Ombeni amani. Sio wakati wa majanga. Wakati wa neema. Unasema? Mimi naona serikali mara nyingine natoka mpendekezo. Ndio. Wakati wa taabu huwa anashirikisha sana dini. Lakini siku shida zikineema ikitokea. Sijawahi ona sema baba sasa hivi tunashukuru sana nchi yetu. Tunawaita watumishi wa Mungu Ikulu. Naomba labda au ndio. Kwa hiyo hapo wanajisahau na wenyewe. Watu nakumbuka tu siku za shida ndio tunakumbuka sana na ndio naomba mheshimiwa sio watumishi wa majanga sisi. Kwa mfano sawa hapa hapo ni watumishi wa Tanzania. Okay. Nudi hapo kwamba kuna kipindi fulani Dar es Salaam kwa kuna kutishio kwa maandamano kwa kile chama cha CUF kidogo na nguvu sana. Unaona kutia maandamano. Kwa hiyo fanya serikali wakati huo ilipita katika viongozi wa dini. Mimi nazungumza upande wa Kiislamu. Wanaenda katika msikiti pale kwenda kuongea na Waislamu wale wengi kama ambao walivyo Wakristo wanamheshimu na kumsikia sana kiongozi wao. Ndio. Kwa hiyo mimi nibadilika kwenda katika huo msikiti. Yaani kiongozi anazungumza kwamba mzazi mlezi na wewe mtoto. Ndio. Kesho chama fulani kinafanya maandamano. Mimi kama kiongozi wa dini nasema ukiwa muumini wangu usishiriki katika yale maandamano. Kwa hiyo yani serikali iliamua kuwatumia viongozi wa dini kama unasema una watu hapo zaidi ya 10,000 na ngapi sijui. Kama wewe ukisema maandamano uwanjani msiende. Hawatakuheshimu na watakusikiza wewe hawataenda. Kwa hiyo niliona kama pia siri baada ya kuona kama kuna tishio la maandamano ambayo inaweza kuleta maafa makubwa. Wakawatumia viongozi wa dini kwa bana waambie waumini wenu kesho wasiende. Naona licha ya kutangaza matangazo ya habari kesho hakuna maandamano usiandamane na nini. Lakini wakawa wanatumia nafasi hii kuambia pia viongozi. Kwa kama unavyozungumza kama mimi sio viongozi wa majanga. Katika masuala ya mafanikio ndio mwepo kama labda insurance para budget. Hata kama alienda bungeni pengine mgeitwa na mmoja wenu ndani ya safari 1 2 3 kama mjipenda kule mnasemani. Serikali inatutambua. Ninapozungumzia habari ya kanisa fulani inatambulika. Na viongozi wa makanisa hao wanatambulika. Budget ya mwaka huu nchi yetu ilipofika ni pabaya. Tunahitaji watumishi wa Mungu waende bungeni wakaombe kwa ajili ya Mungu. Tunawalika. Hata kama watapewa mafuta ya gari, mimi gari yangu taenda na kurudi. Sio wala kisoma nafanya jambo la kitaifa. Lakini mimi nimeitwa kwa ajili ya Tanzania. Lakini maombi yao pia mshayapeleka kwa sehemu husika kwamba itajirani nyinyi ni hivi. Si ndio tunapeleka kwa njia sasa? Mchezo nyingi. Au unajua kimbia sana? Hapana, sasa hivi. Sasa umechelewa kwa sababu sasa hivi nayoenda. Sasa hizi ni hali mbaya sana. Unaongea kwa umekaa hapo kwenye kiti cha kusumbuka. Ukienda huko mitaani kuna watu wanalia. Na nenyewe ni manabii mlitabiri kutoka zamani kwamba jamani za mbeleni kitakuwa hiki. Unaona? Mimi nafikiri
Hatujachelewa kabisa. Kwa nini tunachelewa? Kwa sababu watumishi wa Mungu tupo. Tungechelewa ingekuwa tayari Bwana ashanyakua kanisa. Ndio ningesema hapo tunafanya nini? Tumechelewa. Lakini madam kanisa lipo, kuchelewa tujachelewa. Uchumi, unajua kuna uchumi mwingine ambao kama Watanzania wanavyoregelea. Chanzo sio kutokuwa na wataalamu wizarani. Chanzo ni mapepo. Labda hii jambo nikwambie niweke wazi sasa. Unaelewa? Uchumi unaweza fikiria pale tuko pale kwenye duka la Mwanjelwa, alafu chumba hiki amekwenda kufanya kafara kwa mganga, chumba hiki huna kitu. Huyo anategemea mapanya, huyo anategemea vipi? Maana utauza utamuuzia. Uchumi wako utaporomoka. Unaelewa? Kwa nini nasema kwamba bajeti ya Tanzania inatakiwa watumishi wa Mungu washirikishwe, tuombee mafanikio ya bajeti. Si Mungu yuko kwenye bajeti. Kwani kuchoma maana yake Musa alipokuwa anatoka Misri anaelekea Kanaani, walifika kwenye bahari. Walichelewa pale. Lakini baada ya kuona ni bahari, Musa kwa sababu alituma kwa Israeli, akainua fimbo. Bahari walichelewa wapi? Walipita. Kwa hiyo hata leo kwamba tuko hivi tulivyo kwa sababu tumesauliwa. Tumesauliwa. Wapi utakwenda kuwakusanya watumishi wa Mungu na kila mmoja anawaza mambo yake leo? Wapi? Wapi? Tuishauri tu serikali. Mimi nilikuwa ninafikiri kitu kimoja. Kwa nini ajali kila wakati zinatokea? Ajali. Kuna ajali. Nikafanya utafiti. Mungu akaniambia kitu kimoja. Madereva wengi wanaamka wamelewa. Wanaamka wamelewa. Yaani mtu unakuta amelala baa. Alafu asubuhi anachukua ice, unategemea nini wewe? Na baa mla ametumia shilingi 40,000 mpaka za tajiri. Inabidi apige haraka yunga balizi haraka katikati anakutana na lori. Pombe ziko kichwani. Na leo ana usingizi utosha, anawaza fedha za watu. Nini cha kufanya? Kwa pia madereva wape elimu. Nani atawapa elimu? Nani atawapa elimu? Taifa hili wamesahau watu wa muhimu. Wamesahau watu ambao ni msaada wa taifa. Wamesahau watu ambao ni msaada wa taifa kabisa. Ni msaada wa taifa kabisa. Wakiwakumbuka watu, mpende sikiliza mambo mengi tu. Wewe mwandishi wa habari, unapomsahau mtumishi wa Mungu umemsahau Mungu. Unapomtukana mtumishi wa Mungu umemtukana Mungu. Mungu atakusahau tu, atakugeuzia tusome. Mtapanga bajeti. Mtaingia kuuza sigara sana mpaka mtaruhusu madawa kulevya. Ili tu bajeti kae vizuri. Lakini mkimshirikia mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu akamwita Mungu wa mbinguni. Hiyo bajeti. Biblia yangu nasema kulikuwa kuna mikate midogo sana. Lakini kwa sababu Yesu alihusishwa, ilikuwa mingi sana. Kwa leo anashinda kufanya bajeti kwa bajeti kamilifu ile bungeni. Kwa hiyo kuna uchumi mwingine, uchumi wa nchi mwingine unatoka wewe unapokea mshahara hapa sawa. Mwingine anapokea mshahara kama wako hapo. Yeye mzako anailizi mfukoni, kavuta zako. Serikali na mimi hamna uchawi. Kwani viungo vya bila wanachoma nyama zile? Wanachoma nyama viungo vya bila. Wanapeleka wapi? Sasa kama uchawi hamna viungo vya albino wanakamata nazo vya nini? Ni kitimoto ile au ng'ombe kama nenda kuchoma. Si mazingira uchawi hapa. Lazima serikali iamini kwamba uchawi upo na dawa uchawi ni Yesu. Ndio. Lazima iamini. Kwa sababu tulipogundua kwamba malaria ipo tukapata haru. Waliposema ukimwi upo wakapata IRV. Si ndio maana? Tukisema uchawi upo na dawa ya uchawi tutatafuta. Njia yake nini? Ni Yesu. Wako watumishi waliobeba Yesu. Hawajabeba dini. Mimi nashauri serikali iwakumbuke watumishi wao. Tulikuwa tunazungumzia swala la serikali. Na baadaye tena tukazungumzia pia kuhusiana na watumishi wa Mungu. Afu katikati tukajumuisha kwamba je, serikali na watumishi wa Mungu hapa katikati kuna nini? Sasa wewe kama nabii unatoa picha gani sasa kulingana na taifa la leo, lakini pia hata miaka kadhaa ijayo kama nabii? Na vile vile wakati ukitoa hoja yako ni kwamba utuambie sasa wewe kama Mtanzania kama ilivyo wengine, yani nikiwemo mimi pia, unazungumziaje kuhusiana na serikali yenyewe pia na miaka kadhaa inayokuja huko mbele? Tunaporudi kwenye Biblia, viongozi wengi wa serikali walipoona shida kwenye nchi zao walikwenda kuuliza habari kwa manabii. Sauli walipokuwa wamepotea punda, baba yake alimtuma waende wakatafute punda. Jibu lake walipata majibu njiani.
kwamba twende kwa nabii tukaulize habari za punda wetu. Ulipofika punda akapatikana kwa sababu walikwenda. Kwa hiyo kwa nini nashauri serikali kwanza ikubali watumishi wa Mungu pale watakapokuja kwa nabii? Serikali, tunazungumzia serikali ni watu, si manake serikali ni mtu mmoja ambaye anatawala. Unajua tulipokuwa awamu ya baba wa taifa Mwalimu, mimi nakumbuka nikiwa mdogo napata kipaimara, nafikiri mwaka 83, tuliwahi kufanya ibada moja na Nyerere pale Korogwe. Sera yake ilikuwa nini? Fikiri binadamu wote ni sawa. Ilikuwa ni sera. Na sera hii ilikuwa inawakilishwa na jina na kwa kijiji. Nani alikuwa anamiliki serikali? Ilikuwa ni mheshimiwa baba wa taifa. Akaja Mwinyi, akaja na Luksa, ni sera ambayo ilisimamia. Akaja Mkapa na utandawazi, sera alisimamia. Yes, wazi na ukweli. Si ndio maana? Yupo sasa mheshimiwa na ali mpya. Kasi zaidi. Ali zaidi, nguvu zaidi na kasi zaidi. Sasa tunapokwenda kasi huku, tuangalie barabara yetu ni nzuri. Maana sio kwenda na kasi hujui njia. Kuna kona kubwa na spidi 180. Kesho tu anakupeleka mochwari. Unapokwenda kasi zaidi, sawa kabisa kabisa kabisa. Lakini jangalia, barabara inaweza kuwa nzuri, gari yako mbaya, huwezi kukimbia kasi. Kama wananchi wako mahututi na barabara ni nzuri, ni sana barabara kuwa nzuri na gari yako haina tairi, ukimbie. Unapokwenda kasi ni sera nzuri kabisa, lakini kasi hii tusiosahau manabii, ili tuende kasi kulingana na kile alichokiona mheshimiwa. Mimi nazungumza kama nabii, sizungumzi kwa ajili ya mtu mwingine yeyote. Nazungumza kama nabii kwamba tusisahau manabii. Manabii ndio wanaoona tunakokwenda. Ili uende kasi zaidi lazima uwe na nabii muonaji. Uulize habari kwa nabii. Nabii, hebu kuna 1 2 3 4, Mungu wako anayeponya watu hapa anasemeje? Yuko mtoto mmoja juzi amekuja, madaktari amwambia ana ugonjwa wa moyo, muda wote anakufa. Kabla afi huyu. Jana yule mama akashuhudia. Umebadilika mkono, kamerudi hospitali kapima. Kufika madaktari wanashangaa. Wewe umepona? Umetoka wapi? Yuko mama mmoja amekuja maini. Aliambia maini ameoza upande. Nikasema baba, nabandika mkono huu. Natoa ugonjwa. Nenda kapima hospitali.